mechi kubwa siku zote zinachezwa kwa mpango maalum. Kwa hiyo sisi kama sisi tumejiandaa na hiyo game, na nafikiri tuko vizuri, tumetrain vizuri, na nafikiri itakuwa mchezo mzuri. Shukrani sana mwalimu. Hakika maswali kwa mwalimu. Maswali kwa mwalimu. Sasa napenda kukutana na nafikiri nimeelezea tangu mwanzo, tunajua ubora wa Yanga na ni timu bora. Kwa hiyo kikubwa ni approach tu ya game tulizojiandaa. Kwa hiyo lazima tutawaheshimu, lakini na sisi tunakuwa tuna mitego yetu. Kwa hiyo kwenye mpira hata uwe bora vipi, mpira hata nyie leo waandishi wa habari mkusanye hapo mkacheze na Yanga, kuna muda na nyinyi mtagusa mpira mtacheza. Sasa ugumu wake hapo muda nyinyi ambao mnapata mpira, unaona kucheza sio shida, au kupata mpira kucheza na timu bora sio shida. Shida nyinyi sasa mtupata na ufanyaji, hilo ndio linakuwa tatizo namba moja, umeona. Kwa hiyo na sisi hilo ndio tumelifanyia kazi, tunajua wako bora kiasi gani na strength yao tunaijua. Sasa pindi sisi tunapopata mpira, ndio hilo kubwa ambalo sisi tumelifanyia kazi. Swali lingine kwa kocha. Kocha wetu kwenye mchezo wa kwanza haukuwepo, lakini anasema historia huwa inarudisha. Tutarajie kitu gani kwenye raundi ya pili, wewe ukiwa ndani ya mechi ambayo uliweza kupokonya alama mbili kwa kwenye uwanja wao? Mimi naamini kwenye mpira hamna historia. Mpira ni mchezo ambao unachezwa siku husika, umeona. Inategemea wachezaji wako wameamka namna gani, wako nafasi gani. Unajua saa nyingine hizo timu za chini zinapata pressure kutokana na matokeo waliokuwa nayo, unaona. Unaweza approach ya game ikawa nzuri, lakini wachezaji wakafika mlio kwa nafasi tuliyopo, afu tunacheza na hawa, tukifungwa itakuwaje? Kwa hiyo approach ya game mnaanza kutana, mara mmefungwa tayari, na maana umeshatoka kwenye nini. Kwa hiyo kikubwa nimekwambia ni jinsi gani mwalimu umeandaa timu yako, umeandaa mpango kazi wako, utacheza vipi, unaona. Kwa hiyo kikubwa ni wachezaji kuvumilia, kwa sababu siku zote kwenye mpira kuwa timu ya pili sio kazi rahisi. Inabidi uwe fiti, uwe vizuri, uvumilie, maana mpinzani atakushambulia sana. Kwa hiyo lazima uwe vizuri, akili, na kikubwa zaidi wachezaji wako wawe smart. Ukiwa na wachezaji smart, basi unaweza kulipata lile ambalo unalotaka. Na ndio maana kesho karibuni tuko wingi hapa, itakuwa game nzuri. Swali la mwisho kwa kocha. Sasa mimi naitwa nazungumza hapo kwamba historia kwenye mpira haipo, kwa maana haishi kwenye nafsi yako kusema historia. Lakini ndio kusikiliza yenyewe kuanzia kwenye uongozi wa habari na pia wachezaji wa mwenda wanaishi na historia ya kupoteza alama mbili kwenye mchezo wa kwanza wa wacheza kujipa sasa. Hauoni kwamba wao wanaoishi na historia itaongezea chachu zaidi ya kupambana kuhakikisha wanabakisha alama tatu na inaweza kuwa athari kwa timu yako? Kwa maana mchezo umebadilika, alikuwa mwalimu mwingine, uwanja tofauti, ile ilikuwa Mbeya, lakini kesho tuko Kinondoni hapo, unaona. Kwa hiyo nafikiri mazingira nayo yamebadilika. Kwa hiyo kikubwa tu tunachotaka kusema, sisi tumejiandaa vizuri. Kwa hiyo nafikiri wachezaji wangu, ndio maana nimekwambia mechi ya kesho wachezaji wangu wakiwa smart, wako vizuri kama tulichoelekezana, basi mimi nafikiri tutafanya maajabu katika uwanja wa KMC. Shukrani. Sasa na
Mimi nafikiri ukitoa timu mbili Simba na Yanga, timu ambayo inafuata ina wafasi wengi ni Mbeya City. Kwa hiyo nafikiri kesho watakuja kwa wingi kwa sababu wanaiamini timu yao. Nafikiri tunapambana ili tuweze kujinasua huku, kwa sababu timu ikishajinasua, ukipata pointi ambazo zinakaribia juu, timu sasa inakuwa inacheza kwa confidence. Lakini unaweza kusema timu chini inacheza ovyo, sasa nyingine inatokana na wachezaji wanakuwa na ile hali fulani, yaani kwanza unaingia kwenye uwanjani unawaza hapa hata tukifungwa moja inakuwaje? Yaani hicho ndo kinachoasili sana timu hizi za chini, lakini wanaweza wakaja na approach nzuri tu ya game, lakini kutokana na sehemu waliokuwepo, hiyo ndio huwa inachangia mpaka timu nyingi za chini zinakuwa zinapoteza mechi mfululizo, wanakuwa wanapata matokeo. Lakini timu ukiwa juu, timu kwanza watu wanacheza kwa confidence, na mchezo wa mpira ni kujiamini. Cheza kwa kujiamini utapata matokeo. Kwa hiyo mashabiki wa Mbeya, mimi naamini kesho watakuja kwa wingi, kwa sababu sasa hivi wanaona timu yao ishaanza kubadilika. Kwa hiyo nafikiri ni kesho tu waje kwa wingi, wasapoti watu na itakuwa mechi nzuri. Tunawakaribisha sana. Asante sana kwa jina langu. Huyo alikuwa ni kocha ya beki ambaye kwa niaba ya benchi la ufundi wa Mbeya City na sababu wamejiandaa kwa ajili ya wakati wa kusikiliza tu Abdalla ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake ndani ambao wamejipanga kwa ajili ya Afrika. Karibu zungumza na wanahabari. Asante sana. Habari za asubuhi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, karibuni. Sasa kesho kwamba nyinyi mtakuwa ni second team, kwa maana kwamba mtakuwa mnasubiria Yanga then mtakuwa mnashambulia kwa kushikia. asante. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri na wao wenyewe wanafahamu mchezo wa kwanza jinsi ulivyokuwa, haikuwa rahisi kwa upande wao. Basi tutaendelea kufanya kile ambacho mwalimu alichotuwezesha na kuweza kutuambia nini ambacho tunataka tufanye kwenye pitch. Kwa hiyo tunawaheshimu Yanga Afrika, lakini wakawa wakijua tumekuja na ubora wetu ambao tulotoka na Babati. Kwa hiyo bado tuko vizuri na tunatumani itatoa matokeo mazuri zaidi hapo kesho. So pengine kwa namna ambavyo mnaendelea kucheza kama mchezaji, kuna pressure yoyote ambayo mko nayo kwa sababu ya ushindi? Yeah, of course, unaposema pressure hakuna kitu kama hiko, but sio yeye ni wachezaji ambao tuna masenior wengi. Kwa hiyo tunajua nini ambacho tunakwenda kufanya, kwa sababu football ni kazi yetu na tumeajiriwa kwa sababu ya kufanya kazi hiyo, kwa sababu tumeaminiwa na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo sisi tumekuja kuipambania Mbeya City kama club na kuweza kuiwakilisha vizuri. Yes, sasa na wewe kama mchezaji ambaye unapenda kufahamu mwalimu amekuwa akizungumza nini na nini kuelekea kwenye mchezo huu katika mwaka wa uchaguzi, lakini pia tunafahamu kwa kipindi ambacho tayari ligi imeishia, ni sehemu ya kila mchezaji kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Ni fursa, watu wanaangalia kwa ukubwa sana kucheza. Umejipanga vipi nyinyi kama wachezaji kuhakikisha kwamba kila mmoja anaonyesha alicho nacho? Mbinu za timu zitabaki kuwa ni siri yetu. Tunakwenda vipi kwenye pitch, the same tu niweze kusema kile ambacho tuombe kesho tunaamkaje kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lakini hali ya yote tumekuja kuchukua alama hapa mjini Dar es Salaam, kuja kushangaa magari kwa sababu wanatambua umuhimu wa mchezo, tunatambua umuhimu wa mchezo, na kikubwa kama tulivyosema hapo awali tutawaheshimu kwa sababu wao wanakuja nao pressure, nao lazima tutakuwa nayo, kwa sababu kama kwetu waliweza kutokuweza kuwini, basi hata sisi kwao tunaweza tukaondoka na kipaumbele zaidi. Hali yote tunasema karibuni ndugu zetu, kwa sababu
hata hapa ni kwetu, kwa sababu kwenye mji wao tuna kijiji chetu. Kwa hiyo sehemu ndugu zetu wapo na wameshafika, watakuja kutupa heshima. Kwa hiyo kikubwa tunatumaini hali yote, kila kitu kipo vizuri. Inshallah tumuombe Mungu tukutane kesho panapo majaliwa. Shukrani sana. Na hapo ndio mwisho